hakuweza kumpa jina. Si hawa wanyama wengine alikuwa anawapa jina, lakini kwa huyu mnyama hakuweza kumpa jina, kwa sababu alisema aliona akiwa mnyama wa kutisha, kwa sababu katika maumbile yake aliyotazama katika maono yake hakuweza kulinganisha mnyama wote katika dunia hii. Alipata akiwa na pembe 10, meno ya chuma, na alikuwa akikanyanga na kuvuja sana. Na tukasema tukinena kuhusu mnyama tunanena kuhusu ufalme. Kwa hivyo tukisema kuhusu huu mnyama wa kutisha tunasema kuhusu ufalme wa nne wa dunia ambao ni ufalme wa Kirumi. Tukasema ufalme huu ulianza mwaka wa 31 BC. Hapo ndipo uliweza kuanzia. Uliweza kuchukulia ufalme mgani? Yes, ulikuwa ni ufalme wa Kigiriki ambao unaitwa katika historia the Macedonian Empire. Huo ndio ufalme ambao uliongozwa na mfalme Alexander the Great. Hawa ndio waliweza kufuata Kirumi, wakaanza kuanzisha huu ufalme mwaka wa 31 BC, lakini ukaja kukua a universal kingdom mwaka wa 46 BC. 46 AD. Yes, AD. Hapa ndipo ulikuja kukua a universal kingdom. Tukasema ya kwamba last time ambayo tulikuwa hapa tukasema katika huu mnyama ndiye tunalifaa kwake kama pagan Rome, na ilikuwa nyakati hizi zinamilikiwa na watu ambao walikuwa wanaitwa Caesars. Na hapa ndipo nilikuwa nimewaambia kuhusu wawili ambao tunaweza wapata katika Biblia, Caesar Augustus, na pia tunaweza pata mwingine alikuwa anaitwa Julius Caesar. Bwana apewe sifa. Na tukasema hao tutakuja kuwaona wakiwa watu wakuu sana katika ufalme wa Kirumi. So tulipokuja hivyo tukasema ya kwamba kuna mahali tutakuja kushika, na hapa ndipo tulianzia Sabato. Tukasema ya kwamba katika ufalme huu kuna jambo la maana liliweza kutendeka, kwa sababu Mwokozi wetu Masihi Yeshua aliweza kuzaliwa katika ufalme gani huu? Mwaka wa 4 AD. Aliweza 4 BC. Naona sasa umeanza kuelewa. Nikichanganya BC na AD mnafanya nini? Unanirekebisha. Mwaka wa 4 BC aliweza kuzaliwa katika ufalme huu, na nikakwambia ukienda katika kitabu cha Mathayo chapter 2 ukisoma hapo utapata zilikuwa nyakati za mfalme Herode. Hapo ndipo aliweza kuzaliwa. Alipozaliwa hatukukaa sana katika kuzaliwa kwake, kwa sababu niliwaambia kwamba mwanafunzi ambaye atakuwa na mwanafunzi mzuri akienda akisoma kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka, Marko na Yohana atapata mambo ambayo yaliweza kutendeka wakati Mwokozi wetu alikuwa anakuwa mtoto, akikua. Kama tukisoma kitabu cha Luka 2 mstari wa 52 inasema na kiasi alikora akinenehaka akiohegaga akiendagwo nĩ Ngai ona andũ. Kwa hivyo katika maisha yake alizidi kuendelea mpaka ikafika mahali ambapo aliweza kukua mtu mkubwa. Katika umri wake wa miaka 30 akaweza kufanya nini? Kubatizwa na Yohana. Hii imenakiliwa katika kitabu cha Injili ya Yohana. Nilikwambia ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana itakupea much details kuhusu maisha ya nani? Ya Masihi. So at 30 years akaweza kubatizwa. So that is the year 30 AD. Alipobatizwa akachukua sehemu ya miaka ngapi? 3, akaanzisha the New Testament Church. Bwana apewe sifa. Na hiyo kanisa akaacha imekuwa imara, because akarudi juu mbinguni kwa Baba yetu mwaka wa 33 AD. Hapo ndipo aliweza kupaa juu, na tukasoma kitabu cha Mitume 1 mstari wa 7 kuteremka hapo hadi 8 na kuelekea hadi 11. Tukasikia mawaambia ya kwamba hivi ambao waliambiwa na malaika, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba
waliweza kutazama, na wakiangalia hivyo akaweza kuchukuliwa na wingu akaenda juu mbingu. Malaika wakaja wakawaambia wasiweze kushangaa, kwa sababu hivyo Mwokozi ameweza kupokelewa juu mbinguni, vivyo hivyo ndivyo ataweza kurejea duniani. Lakini wakapewa ahadi, kwa sababu within the period hiyo ya 3 years, ukumbuke tunaongea kuhusu Masihi, but ufalme wa Kirumi bado unaendelea na unatawala. So akawa amechagua mitume wangapi? 12, na kati yao katika historia inaaminika ya kwamba mtume Petro ndiye aliachwa akiwa kama kiongozi wa kanisa lilipoanzishwa na Masihi. That's why pale alipopaa wakaambiwa ya kwamba wasitoke Yerusalemu kabla ahadi iweze kufikishwa kwao. Basi baada ya siku 50 after kupaa kwake Masihi, ile ahadi ikaweza kufika katika siku ambayo tunaijua vizuri sana, inaitwa Pentecost. Hiyo tunaisoma katika Mitume chapter 2. Hapo ndipo tunaona Petro akiweza kusimama na anaanza kunena makuu sana yanayohusu injili ya baba wetu, na tukasema ya kwamba hiyo siku waliponena kuliokoka watu kama 3,000. Kwa hivyo kanisa ikawa sasa inaanza kufanya nini? Kukua. Kupitia kwa hao mitume 12 walifanya kazi iliyokuwa kuu sana. Wakafanya kazi katika Yerusalemu, na baadaye tunakuja kuona mtume mwingine ambaye ni mtume Paul, ambaye aliweza kutumwa aende kwa watu wa mataifa. So hapo ndipo tunarudi sasa katika ufalme wa Kirumi, kwa sababu walipofanya hiyo kazi yote, na tunaona Paul kazi ambayo aliweza kuifanya, kwa sababu ukienda katika Biblia yako ukiona kitabu cha Warumi, hiyo ilikuwa ni barua ya Paul mtume akiandikia kanisa ambalo lilikuwa Rumi, na hao hawakuwa Waisraeli. Bwana apewe sifa. Hao walikuwa ni watu wa mataifa, lakini walikuwa wamekwisha kusikia habari za Masihi na wakakubali kumgeukia. Ukienda katika Biblia yako utapata kitabu cha Waefeso. Ukienda katika Biblia utapata wagani wengine? Wagalatia, Wakorintho, Wathesalonike, Wafilipi. Hiyo yote ilikuwa ni watu wa mataifa. So kulikuwa na makanisa mengi sana, na hiyo ndio nilikuwa nasema ukienda usome kama historia ya Paul inakwambia, na mitume wengine wengi, itakwambia sehemu za Asia na pia Europe. Hizo ndizo nilikuwa nawaambia kwamba watu wengi huwa wanasoma kitabu cha Mathayo na wanasema ya kwamba ati kabla ya Mwokozi kukuja lazima injili ikuwe imehubiriwa katika nchi zote za dunia. Na wanafikiria kwamba neno hivyo lilivyo kwa mingi upande huu wetu, tunangojea ati watu watumwe waende kule ndiposa waweze kusikia nini? Neno. Lakini tunasikia neno lilianza wapi? Huko kwao. Asia, Europe, huko ndiko neno lilianza kuenea sana. Kisha baadaye likashuka wapi? Afrika. So, hiyo inakupea signal ya kwamba imebaki sehemu kidogo sana Mwokozi wetu kufanya nini? Kuweza kurejea. So, walipofanya kazi yao, hapa ndipo nilikuwa nimenakili hapa kwa kalamu nikaandika, tunaweza track the record toka huo mwaka wa 33 AD kukuja mpaka 100 AD. Hiyo ndio tunaitanga first century. Mambo ambayo yalifanyika the first century ni ya kwamba kanisa liliweza kuinuka sana na likawa imara sana. Na katika hiyo century, hao watumishi ambao ni the 12 apostles ambao waliweza kuachiwa kazi, waliweza kuuawa wote na serikali gani? Hii ya Kirumi. Kwa sababu hii serikali ya Kirumi misingi yake ilikuwa political and cultural. Hiyo ni kusema aje?
ni misingi ya kisiasa na misingi ya kitamaduni. Kwa hivyo akina Paul na akina Petro walipokuwa wakinena habari kuu za Mwokozi wetu, ilikuwa ni kama hawa hawataki kusikia hizo habari. So walikuwa wakitafuta njia yote ya kuweza kuzifunika. Mojawapo wakainuka na binu moja ambayo ilikuwa hawa ambao ni waanzilishi wa hii habari, kwanza tutawafanya nini? Tutawaondoa. Na tukisha waondoa, itakuwa virahisi sana kuondoa nini? Hiyo Injili. So tukasoma wenye walikuwa kwa mitandao, si walisikia tukiongea kuhusu mitume wengi sana. Tuliongea kuhusu James, tuliongea kuhusu Peter, tuliongea kuhusu Paul, tuliongea kuhusu Philip, tuliongea kuhusu Bartholomew, tuliongea kuhusu Matthew, tuliongea kuhusu John, tuliongea kuhusu Stephen. Hao wote mpaka tukakuja mwaka wa 100 AD tukaongea kuhusu mtume wa mwisho ambaye aliweza kuuawa, ambaye ni John the Revelator ama Yohana wa Ufunuo. Tunasema kwamba katika historia inaaminika ya kwamba ni yeye mtume wa mwisho kati ya wao wa zamani ama wa the early church ambaye aliweza kufanya nini? Kuuawa. Na tulisema aliaga kwa njia gani? Tunasoma na kusikia kwamba kati ya hao mitume wote ni yeye tu aliweza kuponea kifo cha mateso. Si tulisikia wengine walikuwa wanasulubishwa. Kuna mwingine tulikuwa tumesoma ya kwamba aliweza kufungwa miguu na akafungwa mikono, akavutwa. So upande wa mikono anavutwa na upande wa miguu anavutwa. Unaona kama nini ilifanyika? Akakatika. Na kwa uhai usiseme ya kwamba walikuwa wanafanya mambo haya wakiwa wamelala. Walikuwa wanafanya mambo haya wakisikia. Kuna wengine tunasikia kwamba waliweza kuchukuliwa msumeno ni dhoo. Tunaona dhoo. Kwa shingo. Anafanywa hivyo pole mpaka anafanya nini? Unaona kama zilikuwa vifo rahisi. Lakini tunaambiwa kuna huyu mtume mmoja, kwa sababu alikuwa amebakisha kazi yake ambaye ni Yohana. Tunaambiwa kwamba walitafakari njia ya kumuua na wakaona huyu tutamshika, tuchemshe mafuta, tumweke wapi? Ndani. Wakamweka na sasa wakakaa hapo wakingojea atoke akiwa tulisema mandazi. Lakini tunaona Yohana akaweza kuinuka akiwa mzima. Wakashangaa sana na wakaona huyu si mwanadamu wa kawaida. Na ndiposa asikue juu yetu, wakamchukua wakampeleka katika kisiwa cha Patmos. Huko ndiko aliweza kunakili kitabu ambacho mojawapo tutakuja kukisoma, ambacho ni kitabu cha Ufunuo. So up to there, hapo ndipo tulifika. Kutoka 100 AD, so the first century ikawa imefanya nini? Imepita. Na wale wao walikuwa ni waumini wa the early church na ambao ni pioneers, wakawa pia wamefanya nini? Wameuawa wote. So tunaingia kwa a very sensitive century ambayo ni the second century, ambayo kipindi chake pengine tunaweza kupima kutoka 100 AD kwenda mpaka 200 AD. Between that period, si bado tuko kwa the pagan Rome. Mkumbuke safari ambayo tunaienda, tuko katika huu ufalme mpaka tuone mahali ambapo tutaweza kubadilishana, tuingie kwa mnyama ambaye anafuata. Naweza kupea picha huyu, lazima tuone the transaction ambayo inafanywa kutoka pagan Rome kuingia mpaka papal Rome, kwa sababu ni overtime. Si tunaelewa hapo? So turudi pale. So until tufike 500 AD tutaremain kwa ufalme wa the pagan Rome. Tukisema pagan Rome ni kusema ni serikali ya Kirumi na jinsi ilikuwa imeendeza dunia na jinsi iliweza kudili na mambo ya kanisa. So tunaweza get back
So from 100 AD, where did the church go? Kwa sababu hapo ndipo sasa swali inakuja kufanya nini? Kuingilia. Waliokuwa waanzilishi, waliokuwa pioneers wameweza kuuawa wote. Na the persecution zilikuwa juu sana na zilikuwa zinaendelea sana. So wakati tunaingia the second century, hapo kuna kitu moja nilikuwa nimewaambia muende mjaribu kusoma, ambayo inaitwa the Great Apostasy. Mlisoma? Ujue hiyo siku ingine mliniambia ni hotel ya mwisho. Sasa sijui nitawapea ingine. Naona kama mnanipanga mahali. Nani alisoma? Unasikia nikiuliza kama niwapea ingine nasema So the second century kuna hiyo kitu inaitwa the Great Apostasy. Great Apostasy ni kusema ukakuwa na mbegu ya uharibifu ama mafundisho ya uongo ikaanza kuingia pole. So serikali ya Kirumi, si tumesema ilikuwa na more power based on political, hiyo ni kisiasa, na cultural, hali ya kitamaduni ilikuwa imara sana. Na the capital city ya ufalme huu ilikuwa wapi? Rome. Si unajua Rome? Yes. Najua uko na ramani, unaweza tutolea ndio watu waone mahali Rome iko. So hapo ikawa iko dhasti sana, kwa sababu inaona religion iko na nguvu ambayo zinashindana na hii ya serikali. So ikawa na kubuni na kufikiria ni nini kitaendelea because the religious power irudi chini. Now you know washaua wale viongozi, si ndio? So Rome iko hapa mahali hapa Jerusalem hapa hii, si unaona hapa? Yes. Huko kunaitwa aje? Si ni Europe? Yes. Rome iko hapa hii ndio Rome. So uongozi huu wa Kirumi, capital city ilikuwa hapa na ilikuwa na nguvu sana. So ikawa na kutaka kujua sasa tutafanya aje ndio tuweze ku bring the religious power chini. Unaona kama ni nini ingefanyika? Ukitaka kumaliza mtu, wanasema kumaliza mtu kisiasa, unafanyanga nini? Hatuna strong opposition, not really. Mimi najua, mimi na Baba Brenda, that's the thing. Najua mimi na Baba Brenda tuko katika laini mbili tofauti, na nataka vile nitaweza Baba Brenda, na tuko na audience moja tunapigania. So nitaleta Baba Brenda karibu na mimi. Si unasikia ile msemo wanasemanga kuwekana mfuko. So serikali ya Kirumi ilitaka kuweka kanisa mfuko. Ikishawekwa hivyo, si unajua sasa wataweza kutekeleza kila jambo ambalo wanataka. So hapa it is like 50 years after akina Paul wameweza kufanya nini? Kuondoka. Hii itatuleta at least the year 128 to 130 AD. Hapo ndipo tutapata sasa kumeanza kuinuka nini? Other sects. Si kanisa na hapo ilikuwa moja,
kuna kanisa moja ambayo ilikuwa inatambulika, ambayo ilikuwa ni ya Wayahudi, na watu wote katika dunia walikuwa wakitaka kujua habari za baba wetu, walikuwa wakizichunguza kutoka kwa nani? Kwa Wayahudi. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa hata naongea na my grandfather, na ananiambia kwamba katika historia ya Wakikuyu walikuwa wakiweka Sabato sana. Zamani gani? Walikuwa wakijua kwamba Sabato ni siku gani? Ya leo. Zamani gani? Hizo. Sasa si zamani hizi. Wao nataka kusema culturally ama katika kila tamaduni hakukuwahi kuwa na a record ya kukuwa na kitu kingine tofauti inalingana na Biblia isipokuwa ambayo ilikuwa imetoka kwa Wayahudi. So after Paul wamehubiri, si unajua walikuwa na kanisa hadi kule Rome. Si unajua hivyo? So ukawa kumeinuka, si unajua of course after wamehubiri na after wameuawa, kuna wale wameachwa katika kanisa. Hao ndio wanaitangwa wanaitwa fathers, ama ni mababa zetu, ama ni mababa wa imani. So as it happens today, na tunasema ya kwamba katika kanisa la Roiro tumekuwa na ujumbe wa kunena kuhusu maongezi na tukaamua ya kwamba nikisema jambo hapa, ukisikia kwa mtu wa 20, hata wewe utataka kusikia hiyo story, kwa sababu itakuwa ni story nyingine tofauti. So that affected the church. Wenye waliachwa walianza sasa kunakili. Si kuna zile barua zilikuwa zimenakiliwa hapo mbeleni na akina Paul, akina Petro, akina Yohana. Si hizi tunasomanga leo. So hao wengine pia walikuwa wakinakili mambo. Na good example ni sisi katika Kenya. Kulikuja watu wangapi ambao walikuja na hii Injili? At first. Ndio inadi huku Kenya walikuwa wangapi? Mmoja. Si ni mmoja? Shumeka. 1970. Hiyo si alikuja baadaye. Shumeka si alikuja akiwa mmoja. Lakini leo ni wakati wanajitanisha na Shumeka. We are talking in terms of hundreds. Tuko na makanisa ya Sabato mamia. Lakini wote walisikia mtu mmoja. So that happened to the church same way katika hii serikali. So wakaanza kuimba hapana. Hakuwa amesema mtu abatizwe akiwa amepiga magoti. Si unaona vile mambo inaanzaka kuingia. Nayo serikali ya Kirumi ikapata kanafasi. So kutoka hapo ndipo tunakuja kuona ya kwamba kuna jambo lilikuwa linenenwa na Paul before aweze kuondoka katika Wathesalonike wa 2:2 mstari wa 1 hadi wa 7, na unaweza anzia kutusomea Mitume 20. Wakati mmoja, wakati alikuwa anamaliza ministry yake, ukisoma katika kitabu cha Mitume 20, na nilikuwa nimewaambia hiyo mlifanya hiyo, kuna mtu alifanya na kusoma kitabu cha Mitume kutoka chapter 20 kuendelea. Mkiendelea hivyo hata tukilaa miaka 3 bado mtakuwa mnasema tutafutiwa mwalimu wa unabii. Sio, mmeelewa vile nimesema? Mitume 20 tusomee 29. 1 ukisoma pale mstari wa 17, tusoma 17. 17 inasema hivi. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso. Akawaita wazee wa kanisa. So hii ilikuwa ni the very final days. Akikuja kumaliza aliweza kuitana mkutano kule Ephesus. Alikuwa ametoka Miletus. Akakuja Ephesus, akaita all the elders wa kanisa. Na kuna jambo alikuwa akiwasisitiza waweze kuangalia verse 28 na 29.
jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Elohim alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa nini? Nasikia hapo hiyo ni ile tunasemanga ni tahadhari. Sinaona ni kuondoka, anaondoka. So anawapea tahadhari. I think this was the last, hii ilikuwa mkutano yake ya mwisho. So anawapea tahadhari kwa kanisa. Anawaambia kila mtu ajitunze nafsi yake. Na pia akasema watu watunze kundi ambalo limepewanwa kwao kama kanisa ambalo lilinunuliwa kwa damu na Mwokozi wetu. Kwa sababu gani? Kuna tahadhari alikuwa anaona huko mbele. 29. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Bwana apewe sifa. Hilo jambo alikuwa akiliona akiwa uhai. Alikuwa akiona ya kwamba kuna watu watakuja ambao wanawaita mbwa mwitu, ati watakuja kwa kundi na hawatalihurumia. Akisema hivyo katika Wathesalonike wa pili 2, soma mstari wa kwanza tuendelee hapo. Alikuwa anaona nini? Wa pili 2:1 kuanzia hapo. Basi ndugu, tunawasihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yeshua Masihi na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Hapo nataka tushike. Alisema watu wasikuje kudanganya kwamba Mwokozi wetu anarudi, kwa sababu before kurudi kwa Mwokozi wetu kuna kitu itafanyika, na ndio hii nilikuwa nimwambia mwende kusoma, ambao tunaita the great apostasy. Ni ya kwamba amesema nini hapo mstari? Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, before the falling away first. The falling away ni kusema kabla watu wageuke kutoka kwa ile imani ya kweli, and then akafunuliwa yule mtu wa kuasi, the man of sin akuwe revealed. Endelea. Mwana wa uharibifu. So tunapofika hapo in this century, si tumesema kuna serikali sasa na kuna kanisa. So wakati huo kulikuwa na mikutano ilikuwa inaitwa Council of Nice, ilikuwa ikitendeka. So kwa mojawapo wa mkutano ikaendwa na wakaweza. So hiyo mikutano ilikuwa ikihusisha serikali na kanisa. Si nimekwambia akitaka kumaliza kisiasa na kuleta karibu. So serikali ya Kirumi ikaleta viongozi wa kanisa, na si unaona sasa kumeanza kukua na, si hapo mbeleni tumeona kumeanza kukua na vikundi tofauti ambazo zimeinuka kwa watu ambao wameachiwa imani, kama jinsi ambavyo tumetumia mfano wa kwetu Kenya. Walisikia mtu mmoja, lakini saa hii kanisa ni mamia. Sio the problem. Ilifanyika hivyo katika historia ya ambayo tunaisoma hapa. So ameambiwa the first thing ambayo itakuja ni falling away na man of sin akuwe revealed. So hapa serikali ya Kirumi ikaingiza kichwa katika kanisa na mambo ikaanza sasa kubadilika. Si unajua always majority hawakuangi very right na baba wetu. Ukiona kitu tunakuja hapa sisi wote tunasema ndiko na natuliza tufanye hivyo. Unaona mtu anasema Ukiwa mtu wa baba wetu, kwanza kanyaga one step back. Kwanza uangalie vizuri.
kwa sababu most of the times baba wetu haendagi na majority, kwa sababu most of the time majority are very wrong. So kwa hii mkutano mambo itakuja ikaanza kuingizwa. So hapo ndipo utaenda katika historia na utaona the first record ya mafundisho ya uongo kuingizwa katika kanisa. Mojawapo ilikuwa si tunajua ubatizo inafaa kufanya kwa njia gani? Simeelezewa? Yes. So baptism ni by immersion, ama kuzamishwa ndani ya maji. So na inaambiwa ni kwa mtu yeyote ambaye ametubu. So hapa ikakuja the infant baptism ikaingizwa katika kanisa. Watoto wakaanza kufanya nini? Kubatizwa. Na okay, hatujafika hapo. Another thing, kitu ambayo iliweza kuingia katika kanisa hapa sasa ni production, kwa sababu tutakuja tuone, na hivyo ndivyo niliwaambia, mafunzo ya uongo ikikuja kuingia haikuji once, ni kitu ambayo inaendaga ikifanya nini, ikievolve, unaletewa, unaonyeshwa. Si unauliza hata kufanya hivyo ni vibaya, tunasema hapana, hatuoni kitu mbaya, lakini wewe hujui ni nini ilikuwa imewekwa pale mwanzo na ni wapi imeelekezwa. So ikianzishwa infant baptism, ni nini inaondolewa pande ule mwingine? Si immersion inaondolewa na repentance simeweza kuondolewa. Kwa sababu hebu niambie, mtoto kama huyu ameshikwa hapa, anaitwa nani huyu? Huyu umeshika Kiana. Sasa ukikuja waambiwe Kiana amebatizwa, yeye mwenyewe hajui amefanya nini. Na akikuwa mkubwa anaambiwa hapana, hata kadi yako ya kubatizwa iko wapi? Ulibatizwa mwaka wa 20 alizaliwa 2025. Anaambiwa wewe ulibatizwa. Ako na haja nyingine ya kutafuta repentance. Sije imeondoka. I want you to see vile inakujanga ikiletwa ikiwa drop. Saa hiyo haikuwa forced. Inaletwa pole pole. Watu wanaulizana, ni vibaya mama zako tufanye hivyo? Wanasema hapana, inaingi. So the false doctrine ikaanza kukua established in the 2nd century. Hii nyingine ni invocation of saints. Sijui kama ninyi mnachunguzanga zaidi mambo ambayo huendelea katika dunia. Mnajua katika mwaka wa Kirumi kila siku kuna a saint mwenye kuwa celebrated. Sijui kama mmewahi sikia hiyo kitu ikiendelea. Na hao watu wakienda katika the mass wanaenda wanasema katika hiyo siku yule mteule ambaye anakumbukwa wanasema awaombee kwa baba yao ndiposa nao waweze kuokolewa. So watu ambao waliweza kuaga na watu ambao ni akina Petro na hao wenye ambao ni wao wenyewe walifanya nini? Waliwaua, wakarudi kukuja kusema ya kwamba hao watu ni watakatifu na wana nguvu ya kutuombea kwa baba we. So ukienda katika kalenda ya Kirumi, each day sasa nitaambia ikuwe homework, mtafanya each day inakuanga na mtu mteu, na I think si miaka mingi imepita. Hapa Kenya kuna mmoja alikuwa on the process. Ndio umesikia mmoja alikuwa anaitwa Nyala. Yes. Si alikuwa hadi kwa news. Hata I think bado amebakisha hajamaliza the process, ndio. So wakaona ya kwamba wao wako na nguvu ya kufanya watu kukua watakatifu. Bwana mpele sifa. Amen.
Hiyo tutakuja kuona effect yake juu tukifika the 4th century tutakuja kuona sasa ikiinuka sana katika kanisa. The other thing ilikuwa the holy oil. Si mnasikia watu wakisema kuhusu upako na mafuta ambayo ni matakatifu. Hilo jambo lilianzia hapa. So katika makanisa yote, na hiyo uenda nani hapa mwahi enda katika kanisa ya Kirumi? Umwahi ingia pale kwa mlango hapa nyuma, unakuta kuna kapesheni kana kuanga hapo na kapona tumaji, na unaonanga mtu ambaye ni mfuasi sana anaingia hapo, anaguza hiyo maji, anafanya aje? Alafu anaingia. What do you think inakuanga hiyo? Wanaambiwa maji haya ni maji matakatifu, ni maji safi. So ikakuja pia ikaingizwa pia, na sasa si nimekwambia ni kuingizwa tu. Si unaona vile kasindano kanaingizanga dawa, kanadropiwa pamoja, alafu unaachwa kwanza hapo kafanya nini? Kaingia. Tukikuja 4th century utakuja kuona sasa haya mambo ya kitransform until today. The big problem, watu wanasema hata mimi siwezi amini mambo ya kanisa, kwa sababu mtu ameenda amenunua mafuta na ameambiwa ni mafuta ambayo yameombewa, lakini bado anazidi kufilisika na hajui ya kwamba upande ule mwingine ni pesa inatolewa katika mfuko wake. Na sisi pia tusiwahi jikuta tunajiingiza kwa watu mambo kama gani? Kama mtu. Another thing ni the immortality of souls. Sijui kama kuna mtu amesikia kitu inaitangwa purgatory. Na hata wakati tulikuwa wachanga sana, ukifanya makosa kuna kawimbo tulikuwa tunaimba. Alikuwa kanaenda aje? Makururagie mali ginyamegogwe shonoke. Na nakumbukanga siku itaka kuimbia hiyo wimbo, kwa sababu katika akili zangu nilikuwa na imagine, yani mtu akifanya vibaya wakati atakufa, waliambiwa kwamba haendi katika kaburi. Unaenda sasa, kama ulikuwa mbaya wewe, unaingia mahali wanaita Jehanamu. Unaanza kuvuta magirini, kama tuseme tutakuja kusafisha hapa kwa kanisa, tufieke hii ni yote iko hapa. Sasa akiwate wale watu ambaya, si unajua kule kwa shetani wanaambiwa kwamba ni moto ambao hauishi. So huyo mtu akikufa, akienda huko, kazi yake inakuwa kubeba hizo apeleke kwa moto, ndio hiyo moto iwachome vizuri, kwa sababu ile moto haiishi. The concept ikaingizwa. Tutakuja kuona hatari, kwa sababu tutakuja kuona hili jambo lilikuja sasa likatransform na ikaanza sasa inaitangwa indulgences, ama ni kuanza watu sasa wakaachishwa ile imani ya kweli, wakaanza sasa kununua mambo ambayo hayana nini faida. Immortality of souls. Tukisoma katika Biblia, mtu akiaga, maandiko inasema ya kwamba ameenda kulala na ameenda kupumzika katika kaburi hadi siku ya kurudi kwa Mwokozi wetu. Lakini hawa wakaambiwa, wewe ukuwe mzuri, ndio ukiaga uende wapi? Kwa sababu ukikuwa mbaya utaaga uende kwa shetani, uishi kuteswa. Kutoka hapo, another thing yenye iliingizwa ni sanamu. The use of images. Haikukuja ikiwa si leo unaonanga ni kitu iko deep sana. Ililetwa tu kwa upole na ikaanza sasa kuingia pole. Si kuna so many images. Utaenda ukute mama ameshika mtoto
na anakuanga amechongwa vizuri sana, hata ukimwangalia kwa huruma sana na mtoto ambaye amefanya nini, ameshika. Kuna vitu utapata watu wamevaa katika shingo zao, wengine huzibeba kwa mikono yao. Na hapa in the 2nd century, nilikuwa nimeuliza kwa nini hili kanisa letu, unless hivyo tumeandika hapa juu Mount Zion COG Ruini. Si mtu anaweza kuja hapa afikirie hii ni soko, kwa sababu kanisa zinajulikananga, na hata wakati tulikuwa tunasoma, ukitaka kujua hii ni kanisa unaona nini? Msalaba. Ilianzia hapo the 2nd century, hapo ndipo ililetwa katika kanisa. Tutakuja kuona mwanzilishi na tuone ni uongo gani alitumia, kwa sababu mmoja wake alikuwa kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Constantine, na alikuja akasema ya kwamba wakati mmoja alienda katika vita, na alipoenda katika zile vita aliangalia kule juu mbinguni, akaona hiyo sign ya nini? Ya msalaba, na akasikia sauti inamwambia ati atashinda kupitia nguvu za huo msalaba. So unaona vile watu wanakuja na story, inakuja mwanzo inakuwa tamu sana. Wewe ukisikia hivyo utasikia huyo mtu anaona mambo makuu sana, si mtu mzuri sana. So ikaonekana ya kwamba hii kitu si mbaya, inaweza kuwa nguvu yetu wakati tunafanya nini? Tunaomba. So ikaanzia hapo pia, na pia the sun worship ilianzia in the 2nd century, hali ya uabudu wa jua, na pia ilikuwa na kastori nyuma yake. So watu walikuwa wanaambiwa, sijui kama nitakumbuka hiyo story very well, ndio if I don't remember nitawaambia hiyo siku nyingine mnikumbushe, si ndio? Nasikia kama sikumbuki vizuri, lakini ilikuwa somehow connected na wenye dhambi na jinsi huwa wanaokolewa kupitia okay, let me stop guessing, lakini nitawaambia, si ndio? Nitawaambia. So mambo haya yakakuja yakakusanywa vizuri na ikakuwa ni package mpya imeletwa katika kanisa, na hali ya uabudu imeanza kufanya nini? Imeanza kubadilika. So haya mambo yote kwa sababu sitaki kuingia kwa 3rd century, ndio tuweze kwanza kudhagunia hiyo, si ndio? Kwa sababu nimewaambia ni mambo kama mangapi yaliweza kuingia in the 2nd century. Moja, baptism, the infant baptism iliingia wakati huo. Another, msalaba, invocation of saints, immortality of souls, na sun worship, na use of images kwa kanisa. So baadhi ya hayo na mengine mengi, kwa sababu jambo lilikuwa linakuja pole pole, kwa sababu tukifika 4th century tutaona sasa haya mambo yakibadilika, na hawa ambao wanaitwa ni wateule imeanza sasa kukua ni away, na tutakuja kuona sasa kanisa ikaona ya kwamba jambo hili ni nzuri sana, na ikaona itapata mahali sana kupitia jambo gani? Jambo hili. Si unajua kanisa moja ambao ni kuu sana huko inaitangwa aje? Kwenye hiyo mass kubwa inafanyikanga na kiongozi ambaye anaitwa Papa, St. Peter's Square. Si ni hata ukiangalia ni sehemu ya maridadi sana. Hebu imagine pesa kwenye zilitoka. Zilitoka kwa watu walitamani kujua baba wetu, wakakuja kuzua mambo gani? Mambo haya. Kwa sababu tutaona sasa ikienezwa katika dunia, na inaambiwa ya kwamba hata hali ya mtu kuwa mtakatifu lazima apitie kwa process gani? Hii. Na mambo haya yakauzwa sana. Usifikirie leo hii vile unaona
Si unaona kama makanisa imeingiwa na hili jambo kubwa sana ya wanauzua mambo sana. Hata unapanga hapo unajiuliza, sincerely mtu anatafuta uzima. Kuna wakati mmoja ilikuwa ni sijui ilikuwa mwaka gani walikuwa wakivuka, na huyo mchungaji wao alikuja na mchanga ikiwa imepakiwa kwa makaratasi, ikakuja ikawekwa wapi? Hapo mbele. Sasa wakaambiwa huu mwaka ni wa wanaambiwa huu mwaka ni wa miaka yote inakuanga yao miaka yote, kila mwaka ni wao. So on that year walikuwa wanaambiwa it's just 1000. Hii mchanga wakaambiwa imetoka US, so unahitaji 1000 ukuje ume mchanga ndio ujue ya kwamba hii mwaka ni hapo, unaenda wapi? US. Na usione kama mzaha, ilinunuliwa hata wengine wakakosa. Na ingine ni ya mafuta. Si mafuta inauzwa sana? Iko na historia yake. Ilianza bado wapi? Hapa. Sinaona imeletwa kwanza ikiwa jambo nzuri, then inaweza kutransform, inakuwa a money making channel katika kani. So at this moment sasa unaona tumeingilia katika serikali ikiwa imeshikana sana na kanisa ikapata nguvu sana ya kipesa, na sasa ikipata nguvu za kipesa ikakuwa imeanza kukua mixed up. That's why tukifika katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo atadescribe hii kanisa ikiwa a mysterious church, because anaita Mystery Babylon Religion, kwa sababu ni dini ambayo imechanganyika. Unajaribu kutafuta ukweli hapa na uongo hapa ni gani, kwa sababu mambo haya yamefunganishwa sana. Na tukasema ya kwamba pia sisi unajua kuna mambo mengine, kuna jambo niliguza hapa saba na nikaona imebeba watu sana. Sasa kama hii ya immortality of souls ilienda ikidevelop, na leo ukienda kwa makanisa mengi, si unaonanga hapa mbele kunakuwa kumeakishwa some candles. Unajiulizanga what does it mean? Kama unasemanga hawa watu wanapenda kurebesha nini? Kanisa yao wanataka ikuwe ikawa vizuri. Iko na historia. Kuna miungu ilikuwa ikiabudiwa kupitia kwa moto, na tutakuja kuona in the 4th century hilo jambo liliweza kuintroducewa hapo. So ukienda katika kanisa unakuta mishumaa imefanya nini? Imeakishwa. So ndio ikuwe diversified na ndio ipate kila mtu, kwa sababu unajua hiyo mishumaa, kama leo tukute diko na ameakisha tatu pale ameekelea pale, wengine wetu hatutasoma huko, tutasema si unaona siku za mwisho watu wameanza kufanya nini? Si ni ukweli? Au tunasema hii ni mambo inafanyanga wasijui wapi, watu hata wanakasirikanga sana. Lakini hebu jiulize, hiyo siku nyingine, unajua mimi nimewahi ona watu ni wa Masihi hakika, na unamuona at one day ameenda, unajua kitu inaitangwa candlelighting. Inakuwa ya nini? Ukisikia mtu amekwambia ameenda candlelighting, inakuwa ya nini? Yes, wanasemanga ni kuomboleza kumbukumbu ya mtu alifanya nini? Alikufa. Sorry to say, hata kuna mtu wa kanisa alifanywa candlelighting. I think last year niliona mmoja amefanywa candlelighting. Na kuanga so sensitive na some things like that. Nikiona najiuliza, hawa watu wanajua ni nini wanafanya? So si unaona vile wanafanyanga. Ati hiyo ndio inakuanga, ukisikia wameenda session ya candlelighting, wataongea. Lakini the climax ni kila mtu apewe mshumaa yake, yakishwe, waende wakutane
utapata kama hole ya hii yote kanisa mishumaa imejaa wapi? Hapo. Wote wamefanya nini? Wameweka. Wamekuja wameweka hapo wote. Hiyo ni mabudu wa sanamu. Na huko ndiko ilianzia katika the pagan Rome. Sasa usiende ukajikuta kwa mambo zingine, unasema enyewe hao watu ni huzuni, wanakumbuka mtu wao, wanaomboleza mtu wao, lakini the literature behind ni kitu kubwa sana ambayo baba wetu anaona ikiwa chukizo. Kuna zingine zinaitwa memorial services, na niliwaambia zimeanza kukuja sasa. Zimeanza kufanya nini? Mpaka imeanza kupanuka, inaanza kuingia wapi? Huku kwetu. Do you think katika Biblia kuna mahali tunapatanga memorial service ya mtu yeyote? Unasikia memorial service ya Peter na ya John na ya Petro? No. Then where did this mystery come around? Ya kwamba all of a sudden watu wameanza kukua na memorial services. Si kama haiko kwa Biblia, kuna mahali kwingine ilifanya nini? Imetoka. Si unaona kuna mambo mengi sana inaweza kucapture very easily, na pengine wewe haujui, hata hauna fahamu, si ni kweli? Kuna hii tumesoma hapa inaitwa Immortality of Souls. Nikawaambia saba for instance, wacha nijitumie, huyo mtu mwingine anasema nimemtumia aende ya kufa. Je, niliona nabii mwingine alisema mtu atakufa Wednesday akakufa. Ndio akaenda huko akawaambia hata nyinyi wote mtakufa. Sasa mlipea 4000 ndio msifanye nini? Msikufe. Sasa for instance, mpewe habari ya kwamba mimi nimefanya nini? Ni nini watu wanakimbia kufanya? Kwa simu zao. Sila bilabi. Semeni vile wanafanyanga. Kila mtu anakimbia kwa FB ya huyo mtu. Anatoa nini? Picha moja post anakuja. Hapo chini anaandika. Na kuna mengine, kuna caption mingi sana zinakuanga. Na zinakuwa zikiaddress nani? Huyo ambaye ameondoka. Biblia ikinena kuhusu wafu inasema aje? They hear nothing, they know nothing. Na wanasema ya kwamba, na Biblia inasema ya kwamba even their memory is wrongly forgotten. Sivyo ndivyo inasemanga? Then wakati sasa you try to address him, si umeweza kucapture na diversification ambayo ilitoka katika Rumi ya kukwambia kwamba watu hawakufangi literally. Hata wengine unasikia wakisema tunajua hapo mahali anatuo na wengine wanasema tunajua hapo mahali ana dance na the angels. Tunasikia tulisema tunakuwa tuzuri sana. Ana dance na the angels. Na sasa hiyo mtaenda mazishi, wewe mwili mteremsha katika kaburi. Si unaona? Sijui kama niliwaambia tukifika hapa mambo itaanza kukua nini? Kwa sababu ikianza kutushika kidogo kidogo, si kama sasa hivi mtu anakumbuka ni nani nilijambia. But you see the essence ya kusoma. Kwa sababu hautajipata saa nyingine ukifanya mambo mengine ambayo wewe mwenyewe haufanyi nini? Hauelewi. Kuna hiyo nyingine ya mwisho ndio nimalize. I'm exactly at my last minute. Unasikia kitu inaitwa tribute. Nani ambaye soma tribute hapa? Ama maiandika. Najua hamwezi inua mikono. Lakini watu kwa wanafanya nini? Tribute inakuanga ya nini? We eulogize the dead. Inakuwa ya eulogize the dead na kumuaddress na kusema mambo ambayo walikuwa wanafanya nini? Na unaona mtu ameenda hapo, hata kunakuja watu hapa nyuma, kwa sababu akisema hiyo habari hata anafanya nini? Do you think mwenye unalikia anakuanga akisikia? No. Nasema najua umetuacha,
lakini hautatoka katika mioyo yetu. Najua tutaonana. Who are you addressing? Do you think kuna kitu anapata? Na at that point unaweza sema haujashikwa na hii false doctrine ya immortality of souls. Sisha kushika. Kwa sababu unaamini ya kwamba Yesu amefufuka. Na unajua mimi nashangaa sometimes. Umeenda ni wewe umemwangalia, kuna session inaitwa ya viewing the body. Umeona na umeona the person is already departed. Unarudi, inafunikwa, mnakaa chini, mnaanza kumuongelea. Sijui kama unaona, that's why inaitwa Mystery Babylon Religion. Kwa sababu ni mixture of things zenye hata wewe huwezi fanya nini? Hauelewi. Inakustahili wewe ukuwe very firm, very informed, ndio uweze kujiepusha na mambo mengi. Sasa hiyo ni kionjo, niliwaambia hiyo ni kionjo. Si tuko second century. Na tulisema currently tuko century gani? 21st. And good thing around kutoka sasa. Najua tukikuja next time tunakuja that 4th century. Hebu fikiria until tufike 20th. Unaona kama kanisa itakuwa wapi? Bwana atusaidie sana. Naulizane. Kuna mazishi tulikuwa last week weeks ago. Tulikuwa kwa mazishi. Ingawa sio ya mtu wa kanisa. Ikawa kwamba kwa sababu walikuwa na 75 years. Sasa misumari ilikuwa misumari 75 ya wakisho. Hiyo ni njia moja. Ndio tumesema inaitangwa Catholic. Okay. Yes. Haya. Kuna kitu kingine na huwa naona kwa mazishi. Wakati watu wanaenda kwa mazishi, kama ni wale sasa wanahusiana na huyo mtu sana wale wa karibu sana. Kuna zile nguo zimenunuliwa kama inakaa kama suti ama uniform hivi. Sasa hiyo naye inahusiana. Sababu sasa hiyo kitu inaendelea sasa ikiingia hata naona mshaanza kupata hiyo jana. Tutakuja kuona hali ya mavazi. Kwa sababu hii iko na historia yake. Habari ya mavazi. Na utakuja kuona pengine necessarily leo pengine nasema leo pengine tutavaa mavazi ya kawaida, sio? But tutakuja kuona chanzo cha hilo jambo haikuwa mavazi ya kawaida, ilikuwa mavazi ilikuwa na historia yake. Na nilikwambia everything ambayo serikali ya Kirumi ilichukua ilikuwa related na worship of idolatry. Ilikuwa na uabudu wa sanamu ndani ya. So ikaletwa, ikapambwa. Sasa hii ushaanza kushtuka. Hebu imagine tukifika hiyo time inaitwa Dark Ages. Kufikiria mambo itakuwa hapo. Si Bwana wabariki sana. Amen. Tuendelee hiyo siku nyingine ama mmeshtuka? Sawa, endelea na Bwana aweze kuwabariki sana.